Na natumai hujambo mtazamaji wa Gift Online TV. Ni wakati mwingine tena tumekutana hapa kuweza kujuzana taarifa mbalimbali katika upande wa michezo, ikiwemo tarehe 8 bana, mchezo wa Simba na Yanga, yani nikisema dabi ya Kariakoo wengi wanaweza kaelewa na kufahamu hilo baada ya kuwa na sintofahamu ya mchezo huo kutokufanyika, ikiwemo kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kutokwenda uwanjani kutokana na kile ambacho kikizungumzwa kwamba kuzuiliwa kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuweza kufanya mazoezi. Lakini sasa kwa siku ya jana wazee wa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans waliweza kuzungumza. Mashabiki nikisema hivyo inakuwa ni vizuri kabisa, ambapo kwa siku ya jana waliweza kufanya mkutano ambapo ni wazee wa klabu ya Yanga pamoja na wanachama wa klabu hiyo walikuwa na mkutano wa waandishi wa habari wakitoa tamko ya sakata linaloendelea baada ya mchezo wa dabi kuahirishwa na kauli ya rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania Wallace Karia. Moja kwa moja lazima tukasikie kile ambacho wakizungumza wazee, lakini kabla hawajazungumza moja kwa moja wazee waliweza kugoma kwamba mchezo huo usirudiwe. Waliweza kupiga kelele kweli kweli wakiwa wanazungumza kuhusiana na mchezo huo kutokuchezwa tena. Mtusikilize wakiwa naongea hapa, wakiwa wanazungumza wengi kweli kweli kuhusiana na kutokuchezwa mchezo huo, wakiwa wanasema kwamba hawataki mchezo huo kuchezwa. Nadhani umeweza kusikia hapo moja kwa moja wakiwa wana piga kelele kweli kweli wakiwa na ugomea mchezo huo. Yani wanacholalamika wao kwamba Simba kufanya vile kilikuwa ni makosa kwa sababu wakufuata kanuni na sheria. Maana tunaona wale pia Dar es Salaam Young Africans waliweza kuingia pia uwanjani, lakini tofauti na uwanja kuingia kupita geti ambalo ni sahihi, waliweza kupita geti la nyuma. Lakini kumbuka pia waliweza kufika uwanjani, lakini taarifa zilikuwa zimeshatoka kwamba mchezo hautachezwa na bodi ya ligi TPLB. Lakini tofauti na bodi ya ligi kuweza kuzungumza muda huo kuahirishwa kwa mechi mchana wake, majira ya saa 6 walikuwa wametoa taarifa kwamba mchezo utakuwepo pale pale, alafu baadaye wakaja kusema kwamba mchezo hautaweza kufanyika. Lakini sababu za hapa na pale wanazungumzia kuwa ilikuwepo ni sababu za kiusalama zaidi. Wako wengi mashabiki ambao walikuwa wamejipanga kwa siku hiyo kuweza kushabikia timu zao, lakini imekuwa na utofauti. Kwa hiyo imekuwa ikiwa ni ngumu sana kwa baadhi ya mashabiki, wengine wakiwa wametoka mikoani, wengine wakiwa wametoka nje ya nchi, wakisha kwamba wanaingia Tanzania na kuweza kuangalia katika kikosi chao cha Simba au Yanga kuelekea mchezo huo. Lakini hatimaye hasara ikawepo kwa mchezo huo kutokuchezwa. Kwa hiyo mchezo huo kutokuchezwa imekuwa ikiwaumiza wengi sana kutokana na kuweza kupoteza fedha zao. Lakini kuna mmoja ya shabiki ambaye aliweza kuzungumza kwa siku hiyo ya jana. Moja kwa moja tuweze kwenda kumsikiliza huyu hapa kile ambacho alikuwa akizungumza. Ina takriban miaka 20 na kitu ilikuwa haijawahi kufika makundi. Hawa viongozi wametufikisha makundi. Hawa viongozi wametufikisha robo finali. Leo hii wewe unakwenda kuwatisha. Hawa viongozi ndio wanashikilia ubingwa wa ligi ya NBC mara 3 mfululizo. Lakini wewe unakuja kuambia kwamba wao wanatakiwa wajiuzuru waangalie mapungufu yao ndani yao. Wewe unakosa kiasi hicho.
anatakiwa tuombe radhi. Hatuko tayari. Saa hizi ndio unakuja kujua kwamba busara zinatakiwa kufanyika. Kweli sheria ziko wapi? Mlizitunga za nini? Twende kwenye busara. Hatuko tayari. Sasa nyinyi ni baba ambao mnakumbatia upande mmoja, kumbatieni. Sisi hatutaki na tucheze. Tuko tayari kucheza kwa sababu nisikilize, unapoomba radhi kwanza utoe sababu za msingi za kuahirisha ile mechi. Sababu ni zipi? Alafu wanaanza kuja wao wenyewe. Anakuambia kabisa kwamba kama ile mechi ingechezwa kuna mtu angeshuka daraja. Hivi na kuingia akilini, tayari wameanza kuja wao wenyewe. Wameanza kujisema wenyewe na bado watasema. Mpaka watasema. Watuambie ni kipi kilichofanya waahirishe mechi. Kwa sababu tunajua sababu za wao kufanya hivyo. Tuwaambie wana Yanga wote duniani popote ulipo. Kama ulifuatilia dabi ya wanawake, ile ndio dabi ambayo imemalizika. Ile ya wanawake ndio dabi ambayo ulitakiwa wewe kuipata tarehe 8, umeipata ile pale ya wanawake. Imeisha, utashukia tena mechi yoyote ya Simba na Yanga. Asante sana. Sawa, hichi ndo kile ambacho aliweza kuzungumza shabiki kuhusiana na mchezo huo, lakini wanawake wakiweza kukimbia waliweza kuhakikisha kwamba wanaingia uwanjani, lakini kwa upande wa wanaume wana tabia kukimbiana. Kwa hiyo labda tuweze kusubiria kile ambacho TPLB wataweza kukitamka kuhusiana na mchezo huo, kwa sababu kamati ya masaa 72 ilikaa, lakini tukaona kimya, lakini TPLB nao kimya. Siji upande wa TFF kule vipi, lakini sawa, tusubiri kile ambacho kitaweza kuzungumzwa ili watu kujua kwamba mchezo utachezwa au mchezo hautochezwa. Tuweze kusubiria tuone kwamba litakuwaje. Kwa hiyo ipo hivyo moja kwa moja, mtazamaji wa Gift Online TV, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe miongoni mwa wanafamilia wa Gift Online TV. Nikutakie siku njema na wakati mwema.